78 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende moja kwa moja kwenye maoni na ushauri wa kamati. Baada ya uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025 na makadirio ya matumizi ya mwaka wa fedha 2025-2026 kwa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania fungu 92, sasa naomba kutoa maoni na ushauri wa kamati kama ifuatavyo. Mwenendo mdogo wa utoaji wa fedha za ndani maendeleo zilizotengwa mwaka 2024-2025 kutokana na kutolewa kwa kiwango kidogo cha fedha za ndani za maendeleo, kiwango cha 50% tu. Kamati na ushauri serikali kuongeza kasi ya utoaji wa fedha zote za ndani zilizoidhinishwa na Bunge kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Utegemezi mkubwa wa fedha za nje za maendeleo kutoka kwa wafadhili. Kutokana na ukuwepo kwa utegemezi mkubwa wa fedha za nje kutoka kwa wafadhili katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kamati inashauri serikali ifanye ifuatayo. Moja, iongeze kiwango cha fedha za ndani za maendeleo zitakazotengwa kupitia mfuko wa udhamini wa ukimwi AIDS Trust Fund ili kufanikisha afua za ukimwi zinazotekelezwa bila kutegemea fedha za wafadhili kutoka nje ya nchi. Na mbili, itekeleze ukamilifu mpango wa endelevu wa mwitikio wa VVU na ukimwi nchini HIV Response Sustainability Roadmap ili kupata asilimia endelevu za ndani katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi bila kutegemea fedha za wafadhili kutoka nje ya nchi. Mwenendo usioridhisha wa huduma ya upimaji wa virusi vya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na mwenendo usioridhisha wa huduma ya upimaji wa virusi vya ukimwi VVU, kamati inashauri serikali iongeze kasi ya kutoa elimu na kuhamasisha wananchi kupima ili kujua hali zao za maambukizi. Uzalishaji wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na dawa kinga za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, imebainika kuwa serikali ina utaratibu wa kuagiza dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na dawa kinga za maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka nje ya nchi. Utaratibu huo unasababisha nchi kutumia gharama kubwa kuagiza bidhaa hizo. Hivyo, ili kupunguza gharama na kuhakikisha kuwepo na uhakika wa upatikanaji wa dawa, kamati inashauri serikali iwekeze kwenye viwanda vya ndani kwa kushirikiana na sekta binafsi ili kuzalisha dawa za kufubaza ukimwi, virusi vya ukimwi na dawa kinga za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, uundaji na utekelezaji wa mpango mkakati wa kudhibiti ukimwi ili kufikia malengo ya kidunia ya kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2020-2030 zinahitajika jitihada madhubuti kwa kila sekta na taasisi za umma nchini kushiriki mapambano dhidi ya ukimwi. Hivyo, kamati inashauri serikali kuhakikisha kwamba kila sekta na taasisi za umma zinaunda na kutekeleza mpango mkakati wa kudhibiti ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa afua za ukimwi virusi vya ukimwi gerezani. Afua za virusi vya ukimwi zinatekelezwa gerezani kwa lengo la kutoa huduma kwa waviu waliopo magerezani na kuzuia maambukizi ya VVU gerezani katika kuimarisha mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi gerezani. Kamati inashauri serikali kuhakikisha kuna upatikanaji na uhakika wa dawa gerezani kwa ajili ya kutibu wafungwa na mahabusu wanaopata maradhi wawapo magerezani. Mheshimiwa, hitimisho. Nipende kumpongeza Mheshimiwa Spika kwa kuendesha bunge lake kwa umahiri mkubwa. Vile napenda kushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni ya kamati mbele ya bunge lako tukufu, na vile niwashukuru wenye viti wote wa bunge kwa utekelezaji mzuri wa majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru pia Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuongoza uongozi wake wa shughuli za serikali bungeni na kuwasilisha makadirio na mapato ya matumizi ya ofisi yake kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, namshukuru pia Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge na naibu waziri
Mheshimiwa Umi Hamisi Ndaliananga mbunge kwa ushirikiano wao mkubwa walioipatia kamati wakati wote walipohitajika katika kutekeleza majukumu yao ya kamati. Napenda pia kumshukuru Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Dr. Jim James Yonas pamoja na maafisa wote wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu kwa ushirikiano walioipatia kamati wakati wote. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumshukuru Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania, Dr. Catherine Joachim na watendaji wote wa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania kwa ushirikiano waliotoa kwa kamati wakati kamati ilipokuwa ikitekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee naomba kuwashukuru wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya afya na masuala ya ukimwi kwa kazi nzuri walioifanya kujadili na kuchambua utekelezaji wa bajeti ya Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Naomba Mheshimiwa Naibu Spika, majina yao yote yaingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuwashukuru watumishi wote wa Ofisi ya Bunge chini ya uongozi wa Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake vyema na kuhakikisha shughuli zote za kamati zinatekelezwa kikamilifu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema haya, sasa naliomba Bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya matumizi ya Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania fungu 92 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante. Sasa namwita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Ustawi na Maendeleo ya Jamii. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ifuatayo ni taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniwezesha kusimama mbele ya Bunge lako tukufu ili niwasilishe taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii. Naomba taarifa hii ya kamati yote iingie kwenye kumbukumbu ya taarifa rasmi za Bunge, yani Hansard. Aidha, kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 118(9) ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, ninaomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2024-2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kukidhi matakwa ya kanuni ya 118(9) ya kanuni za kudumu za Bunge, taarifa hii imegawanyika katika sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza imetoa maelezo ya ujumla kuonyesha msingi wa muundo wa taarifa pamoja na namna ya kamati inayofanya kazi. Sehemu ya pili ni uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti ya ofisi hii kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Sehemu ya tatu ni uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026, na sehemu ya nne inahusu maoni na ushauri wa kamati, na sehemu ya mwisho sehemu ya tano ni sehemu ya hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, matokeo ya uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa bajeti wa mwaka wa fedha 2024-2025 yapo katika taarifa ya Bunge ambayo imeletwa kwako. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niende kwenye uchambuzi wa matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira, Vijana na Ulemavu iliidhinishiwa jumla ya bilioni 23.77 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 10.63 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 7.7 ni kwa ajili ya mishahara, na shilingi bilioni 5.3 kwa ajili ya ruzuku ya mishahara
kwa wakala wa afya na usalama mahali pa kazi OSHA. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Februari 2025, ofisi ya Waziri Mkuu kazi, ajira, vijana na ulemavu ilipokea jumla ya shilingi bilioni 14.76 sawa na 62% ya fedha zilizoidhinishwa, lakini pia shilingi bilioni 7.51 kwa ajili ya matumizi mengineyo, shilingi bilioni 4.37 kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 2.87 kwa ajili ya ruzuku ya mishahara kwa wakala wa afya na usalama mahali pa kazi yani OSHA, na mchanganuo unaonekana katika jedwali namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida kwa fungu 65 unaonyesha kwamba jumla ya shilingi bilioni 14.76 sawa na 62% ya bajeti imeidhinishwa na Bunge kwa ajili ya matumizi ya kawaida na yamepokelewa. Kwa upande wa Tume ya Usuluhishi na Uamuzi yani CMA, fungu 15 iliidhinishiwa jumla ya bilioni 6.76 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Kati ya fedha hizo kiasi cha bilioni 2.86 kwa ajili ya mishahara, bilioni 3.44 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi milioni 460.07 ni fedha za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Februari 2025, tume ilikuwa imepokea kiasi cha shilingi bilioni 3.65 sawa na 58.25. Kati ya fedha hizo bilioni 1.37 ni mishahara na bilioni 2.28 ni matumizi mengineyo na shilingi milioni 222.98 ni fedha kwa ajili ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha umeonekana katika jedwali namba 3. Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo iko katika taarifa ya kamati, kwa hiyo sitaisoma kwa sababu najua iko katika taarifa hiyo, lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Naibu Spika, jumla ya miradi 5 imetekelezwa na ofisi ya Waziri Mkuu kazi, ajira, vijana na ulemavu fungu 65 na 15. Kamati ilifuatilia na kuchambua utekelezaji wa miradi hiyo kama ifuatavyo. Nitasoma tu vichwa vya habari ya miradi hile. Ni mradi namba 6205 program ya kukuza staha yani Decent Work Country Program, lakini pia mradi mwingine ambao ulio kuwepo ni mradi wa 6581 program ya taifa ya kukuza ujuzi nchini. Mradi mwingine ulikuwa ni mradi wa mfuko wa taifa watu wenye ulemavu. Mradi mwingine ulikuwa ni mradi 4952 ambao ni mradi wa mfuko wa maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mfumo wa kielektroniki na usimamizi wa uendeshaji wa mashauri yani OCMS, katika mwaka wa fedha 2024-2025 Tume ya Usuluhishi na Uamuzi iliidhinishiwa jumla ya shilingi milioni 460 kwa ajili ya kukamilisha usimikaji wa mfumo, lakini hadi kufikia Februari 2025 tume imepokea jumla ya shilingi bilioni 222.98. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilijulishwa kuwa utekelezaji wa mfumo huu umefikia 92%. Kwa kiasi kikubwa mfumo uko tayari, lakini ni hatua chache zimebaki ili kukamilisha, ikiwa ni pamoja na kurasimishwa kwa kanuni za uendeshaji wa mfumo. Pia kamati ilibaini kuwa licha ya mfumo huu kukamilika kwa kiasi kikubwa, lakini bado haujaanza kutumika kutokana na kuchelewa kukamilika baadhi ya masuala madogo madogo. Mheshimiwa